Wanarwazeze wote mliopo hapa, kwa majina naitwa Pius Zakaria Lukaga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Mbogwe. Kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 78(3) inaelezea mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ndiye wanaosimamia uenezi wa itikadi ndani ya chama. Ndio maana tuko na wewe hapa. Lakini zaidi ya hao niwaambia Wanarwazeze wote mliopo hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu nini, Wanarwazeze mliopo hapa ni mabosi, mnatakiwa kutafuta watumishi, mnapaswa kukaa na mafaili. Watakuja watu wengi wanaomba nafasi mwadhiri kwa nafasi mbalimbali ikiwemo udiwani na ubunge. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 8 inasema mamlaka yote yanatoka kwa wananchi, kama mlivyokusanyika hapa wananchi wa Rwazeze, na serikali itapata madaraka na mamlaka kutoka kwenu. Na ukiangalia hiyo ibara ya 8(c) inasema serikali itafanya kazi kwa ustawi wa wananchi. Kwa hiyo nyinyi ndio mabosi kwa mwaka huu, mjipige makofi mengi sana. Sasa niwaombe Wanarwazeze, tunapoenda kwa ajili wa mwaka wa uchaguzi, kuna mambo machache ambayo tunapaswa kuyazingatia. Ukiangalia kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, ahadi namba 4 inasema rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Mnapaswa wanakijiji wa Rwazeze tujiepushe na swala la rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Na swala la rushwa kwenye uchaguzi ni kansa ambayo inaweza kutafuna wanakijiji wa Rwazeze, kwani watakosa huduma muhimu. Ukiangalia hata maandiko matakatifu, Mathayo 27:5 yanasema Yuda alimsaliti Bwana Yesu Kristo kwa kupokea vipande 30 vya fedha, lakini alipoona Bwana Yesu anasulubiwa aliamua kuvitupa vile vipande kwa makuhani, akaenda kujinyonga. Hivyo basi rushwa ina tabia ya kujilipiza kisasi. Wanarwazeze, tunapoingia kwenye uchaguzi, Wanarwazeze tujiepushe masuala ya rushwa. Tunataka tupate kiongozi ambaye ni mbunifu, ni mwelewa, ambaye matendo yake na utendaji wake tayari umeshajipambanua kule nyuma, kama maandiko matakatifu yanavyosema, Mathayo 7:16, kwamba tutatambua kwa matendo yao. Kwa kumalizia, wananchi wa Ngemo, Mheshimiwa